Ninakusalimu kwa jina alipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hii ni Aprili 18 mwaka 2025. Karibu katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi. Mada kuu katika mwaka huu inasema, Mwinue Yesu juu. Tuombe. Lihimidiwe jina lako Baba yetu na Mungu wetu ketia mahali pasiri juu mbinguni. Tunakushukuru kwa sababu ya upendo wa pekee uliotuonesha maishani mwetu. Tunasema asante kwa ajili ya chakula. Tunasema asante kwa ajili ya mavazi. Tunasema asante kwa ajili ya kila baraka ambayo umeimwaga katika maisha yetu. Jina lako litukuzwe. Asubuhi ya leo tunaenda kujifunza mada nyingine nzuri ya somo la kesha la asubuhi. Basi tunaalika uwepo wako ende pamoja nasi. Sawa sana mapenzi yako ukatufundishe kuelewa neno hili katika jina la Yesu. Amina. Kwa ajili ya maisha haya na yale yajayo. Mada hii imejengeka katika kitabu cha Zaburi ya 119 aya 130. Neno la Mungu linasema, kufafanusha maneno yako kwa tia nuru na kumfahamisha mjinga. Kwa akili na roho na kadhalika kwa mwili ni sheria ya Mungu kuwa uwezo upatikane kwa jitihada. Ni zoezi linaloendelea. Kwa kupatana na sheria hii, Mungu ametoa katika neno lake njia za kukuza akili na uhusiano wa kiroho. Biblia inazo kanuni zote ambazo watu wanatakiwa kuzielewa ili kufanywa kufaa kwa maisha haya au yale yajayo. Na kanuni hizi zinaweza kueleweka kwa watu wote. Hata hivyo, uweza wa Biblia ni mkuu zaidi katika ukuaji wa asili ya kiroho. Mwanadamu aliyeumbwa ili kuwa na ushirika na Mungu anaweza tu kupata maisha yake halisi na maendeleo katika uhusiano huo. Akiwa ameumbwa kupata furaha yake kuu katika Mungu, hawezi kupata mahali pengine kitu cha kutuliza kiu ya moyo, kuzima njaa na kiu ya nafsi. Yule ambaye husoma neno la Mungu kwa dhati na roho ya kufundishika, akitaka kuzielewa kweli zake, atakutanishwa na mwanzilishi wake na kutegemeana na uchaguzi wake. Hakuna kikomo cha uwezekano wa ukuaji wake. Katika mapana yake ya muundo na maudhui, Biblia ina kitu fulani cha kufurahisha kila akili na kuupendeza kila moyo. Katika kurasa zake kuna historia ya mambo ya kale kabisa, wasifu wa kweli kabisa maishani, kanuni za serikali za kuongoza taifa kwa udhibiti wa mambo ya nyumbani, kanuni ambazo hekima ya kibinadamu haijazifikia. Ina falsafa ya msingi sana, ushairi mtamu mno na bora sana, unaogusa sana na kutia huruma. Maandishi ya Biblia yana thamani ya juu mno, isiyopimika kwa viwango vya wanadamu, hata wakati yanapotazamwa hivyo, lakini ni ya upeo mpana usio na kikomo, ya thamani kuu isiyo na ukomo, yanapoangaliwa kulingana na fikra kuu ya msingi. Yakiangaliwa kwa mtazamo huo, kila mada ina umuhimu mpya. Katika kweli zilizoelezwa kwa lugha rahisi mno, karibu zilizo juu kama zilivyo mbingu na za milele. Dhima kuu ya Biblia, dhima ambayo kwayo kila dhima nyingineyo katika kitabu kizima imejengwa, ni mpango wa wokovu, urejeshwaji wa sura ya Mungu katika nafsi ya mwanadamu. Kuanzisha dokezo la kwanza la tumaini katika sentensi iliyotamkwa Edeni, hadi ahadi ya mwisho tukufu ya Ufunuo. Ufunuo 22 aya 4. Mzigo wa kila kitabu na kila kifungu cha maneno ya Biblia ni ufunuo wa dhima hii ya ajabu, kuinuliwa kwa binadamu, uwezo wa Mungu,
utupao kushinda kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 aya ya 57. Yule anayeelewa kikamilifu wazo hili, mbele yake anao uwanja mpana mno wa kujifunza. Ana ufunguo ambao unamfungulia nyumba yote ya hazina ya neno la Mungu. Elimu ya Kweli, ukurasa wa 96 hadi ukurasa wa 98. Kumbuka hii ni Aprili 18, mada ikisema kwa ajili ya maisha haya na yale yajayo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa nasi sasa na hata milele. Amina.